Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein, lakini bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, tukiangazia vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati. Lakini moja kati ya makala tuliokuwa nayo wakati huu ni je, vita baina ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni halali kwa kiwango gani? Mashambulizi yaliyoratibiwa na Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na majibu ya Iran tayari yameshasababisha hasara kubwa, ikiwa ni pamoja na vifo vya raia na kulaaniwa na viongozi mbalimbali ulimwenguni, akiwemo Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akizisihi pande zote mbili kuheshimu sheria za kimataifa. Pande zote mbili zinadai kuwa zina haki, lakini ili kuthibitisha kama mashambulizi ya awali dhidi ya Iran yalikuwa halali, lazima turudi kwenye viwango vya sheria za kimataifa ambavyo nchi nyingi ziliunga mkono baada ya vitisho vya vita vya pili dunia. Muda mfupi baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi nchini Iran mnamo Februari 28, Rais Donald Trump alishutumu Tehran kwa kutengeneza silaha za nyuklia ambazo zinatishia washirika wa Marekani na zinaweza kufikia nchi ya Marekani hivi karibuni. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alisema mnamo Machi 2 kwamba Marekani ilibidi wafukuze mapema, kwani utawala ulijua kutakuwa na hatua ya Israel dhidi ya Iran. Hata hivyo, hadi wakati huu hakukuwa na uthibitisho kwamba Iran ilikuwa na silaha za nyuklia, lakini ni Marekani ambayo ilikuwa tu na mipango mingine ya ziada ambayo ilikuwa inataka kufanya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei ambao walidhani ndio ulikuwa na shida katika kutekeleza baadhi ya mambo yao ambayo ni kwa ajili ya manufaa ya nchi zao, kwa maana Marekani pamoja na Israel. Kimsingi, Iran ndio taifa pekee katika eneo la Mashariki ya Kati ambalo limekuwa na msuguano muda mrefu na Marekani na Israel, lakini ni kwa sababu baada tu ya kufanyika kwa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979 nchi hiyo iliamua kuachana na mifumo ya kimagharibi, na hii ndio sababu kuu iliyosababisha taifa hilo kutengwa na mataifa magharibi, kadhalika kuwekewa vikwazo vingi na mataifa hayo ya magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani. Ilitafutiwa sababu nyingi za kushambuliwa. Moja kati ya sababu hizo ni pamoja na kwamba inatengeneza mabomu ya nyuklia ambayo kimsingi hayakuthibitishwa. Baada ya hayo, Iran ilishambuliwa vibaya hadi kuuawa kwa kiongozi wake mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Ilijibu kwa kuishambulia Israel na nchi za Mashariki ya Kati zinazohifadhi kambi za Marekani, ikidai kujilinda. Idadi ya majeruhi inaendelea kuongezeka. Zaidi ya watu 780 wakiwemo wasichana 165 na wafanyakazi waliuawa katika kile ambacho mamlaka ya Iran ilisema ni shambulizi la Marekani na Israel, na wameua nchini Iran kwa mujibu wa shirika la misaada nchini humo. Je, mashambulizi haya yalikuwa halali? Wataalamu wa sheria wanasema kwamba masharti ya kisheria ya shambulizi la awali kati ya Marekani na Israel hayaonekani kutimizwa, lakini kulipiza kisasi kwa Iran kunaweza pia kuwa kulikiuka sheria za kimataifa. Chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, hati ya mwanzilishi wa shirika hilo, kwa ujumla nchi zimepigwa marufuku kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya taifa lingine isipokuwa kama kuna ubaguzi maalum unaotumika. Vifungu viwili ni muhimu. Kifungu cha pili, kifungu kidogo cha 4 kinakataza tishio au matumizi ya nguvu dhidi ya nchi nyingine. Kifungu cha 51 kinaruhusu kujibu shambulio la silaha. Baadhi ya nchi zinasema hii inajumuisha mashambulizi ambayo yanakaribia. Kwa hivyo swali muhimu la kisheria ni kwamba Iran ilikuwa tishio. Susan Brew, mtaalamu wa sheria za kimataifa katika taasisi ya kisheria nchini Uingereza, anasema kujilinda kisheria kunahitajika ushindi usiopingika wa uwezekano wa kushambuliwa, akiongeza kwamba hajaona ushahidi wowote kama huo mpaka sasa. Sababu za Marekani kuishambulia Iran wala kisheria hazionekani, lakini pia Iran kujilinda ilikuwa sahihi, lakini kushambulia mataifa mengine ilikuwa si sahihi. Nchini Marekani, wabunge wa Democratic wengi wanasema kwamba operesheni dhidi ya Iran ni kinyume cha sheria, wakidai kwamba bunge pekee ndilo lililopewa mamlaka ya kutangaza vita. Hata hivyo, amiri jeshi mkuu, rais wa Marekani, anaweza kufanya shughuli fulani za kijeshi bila tamko rasmi la kivita. Lakini je, kulikuwa na tishio la karibu? Rais Trump alisema kuwa Marekani ilijaribu kufanya mazungumzo na Iran baada ya kushambulia vituo vitatu vya nyuklia mwezi Juni mwaka 2025, lakini Tehran ilikataa kila fursa ya kuachana na mpango wake wa nyuklia.
Alisema Iran ilikuwa inajaribu kujenga upya mpango wake wa nyuklia na kuendeleza makombora ya masafa marefu yenye uwezo wa kutishia washirika wa Marekani na wanajeshi wake walioko nje ya nchi na hatimaye kuweza kufikia ardhi ya Marekani. Wataalamu wengine wa mambo wanasema kuna taarifa za kutosha kwamba Iran ilikuwa inajiandaa kutumia vikosi vyake vya makombora kushambulia kabla ya Marekani au Israel kufanya uamuzi wa kuendelea na mashambulizi, jambo ambalo kimsingi halikuthibitishwa. Iran wakati wote ilisema yenyewe itakuwa ikijibu ikiwa itashambulia, na haikuwahi kufanya shambulizi lolote kwa taifa lolote katika kipindi cha hivi karibuni kama kufanya uvamizi, isipokuwa mara nyingi Iran limekuwa ni taifa la kulipa kisasi. Wataalamu wanasema kuwa kauli ya awali ya Trump kwamba mpango wa nyuklia wa Iran ulifutwa kabisa wakati wa vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran mwaka uliopita inaonekana kupingana na wazo la kuwepo kwa tishio. Mgogoro mkubwa katika sheria za kimataifa unahusu jinsi neno hatari ya tishio inavyopangwa kutafsiriwa kwa usahihi wake. Ilivyozoeleka, uwepo wa tishio humaanisha wakati wa mwisho kabisa ambapo unaweza kuzuia shambulio ambalo vinginevyo lingeangukia eneo lako bila kuepukika, wanaeleza wachambuzi wa mambo. Lakini wanasema kumekuwa na mjadala wa muda mrefu kuhusu ni lini taifa linaweza kisheria kutumia nguvu katika kujilinda kwa kujihami mapema. Baadhi ya wataalamu hudai kuwa shambulio lazima liwe tayari limeanza, na wengine wakisema hatua hiyo inaweza kuhalalishwa ikiwa kuna ushahidi wa kuaminika kwamba shambulio litatokea karibu sana, lakini si baada ya miaka 10, wanasisitiza wachambuzi. Aidha, kuna masharti mawili ya kujilinda: lazima kuwepo na ulazima, yaani hakuna njia nyingine mbadala, lakini uwiano wa matumizi ya nguvu lazima uwe sawia na tishio lililopo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.